Robert Louis Stevenson aliandika zaidi ya miaka 100 iliyopita, mapema au baadaye, kila mtu huketi kwenye meza ya karamu ya matokeo. Alikuwa tu akiweka katika maneno tofauti kanuni ya kibiblia: kile mtu apandacho ndicho atakachovuna. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7. Sasa tunapofika kwenye hitimisho la mbili Wafalme, hapa katika sura ya 24 na 25, na hitimisho la akaunti sambamba katika mbili Mambo ya Nyakati sura ya 36, meza hii ya karamu imeandaliwa na ufalme wa Yuda uko karibu kuketi. Yosia alikuwa mfalme wa mwisho wa Yuda, mcha Mungu, na juhudi zake za kuirejesha taifa kwa Bwana zilikuwa za kupendeza, lakini hazikuvunja msingi wa kutoamini. Taifa linaendelea kwenye njia ya dhambi na kujiharibu, na kwa kweli linaongeza kasi na wafalme wanaofuata baada ya Yosia. Kwanza alikuwa mwanawe Yehoahazi na alifuatiwa na kaka yake Yehoyakimu. Sasa kando na taarifa katika mbili Wafalme 23 na aya ya 37 kwamba alifanya maovu machoni pa Bwana, kidogo kinasemwa katika mbili Wafalme au mbili Mambo ya Nyakati kuhusu utawala wa Yehoyakimu. Kitabu cha Yeremia kinatufahamisha kwamba Yehoyakimu alichukia neno la Mungu. Kwa kweli, wakati ujumbe wa kinabii wa Yeremia uliposomwa, wa Yehoyakimu alikata gombo na kutupa vipande vyote kwenye moto. Sasa ni wakati wa utawala wa miaka 11 wa Yehoyakimu ambapo jeshi la Babeli chini ya Nebukadneza linalazimisha Yuda kulipa kodi. Hii inaelezewa hapa katika mbili Wafalme sura ya 24 na aya ya 1. Andiko hilo linatuambia kwamba Yehoyakimu akawa mtumishi wake, yaani wa Nebukadneza. Basi wakati huu ambao ni karibu mwaka 605, Babeli inachukua baadhi ya hazina kutoka hekaluni kwa Babeli, na pia wanachukua baadhi ya vijana wa Kiyahudi wenye vipaji vya kipekee. Wanne kati yao ni Danieli na marafiki zake watatu. Basi miaka mitatu katika utawala wake, Yehoyakimu anaamua kuasi dhidi ya utawala wa Babeli, na kwa kipindi kilichosalia cha utawala wake anashughulika na kutetea Yuda dhidi ya uvamizi wa maadui. Sasa kufuatia kifo cha Yehoyakimu, tunaambiwa hapa katika mbili Wafalme 24 na mstari wa 8 kwamba mwanawe Yehoyakini anachukua kiti cha enzi. Biblia inasema hapa kwamba Yehoyakini alikuwa na umri wa miaka 18 alipokuwa mfalme. Mstari wa 9 unatueleza kwamba alifanya maovu machoni pa Bwana kama yote aliyofanya baba yake. Sasa kwa kweli ungedhani angekuwa na busara zaidi ya hivyo, lakini hakuwa. Na utawala wake utadumu kwa miezi mitatu tu kabla ya jeshi la Babeli kufika na kudai ajisalimishe. Kweli anajisalimisha. Anachukuliwa mateka kwenda Babeli, na mstari wa 13 unatufahamisha kwamba Babeli kisha ilichukua hazina zote za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme. Zaidi ya hayo, takriban mateka 10,000 wa Kiyahudi wanahamishwa sasa kwenda Babeli, na watu hawa, mstari wa 13 unatueleza, wanajumuisha maafisa wote na mashujaa wote wa nguvu, mafundi wote na wafua chuma. Kwa njia, nabii Ezekieli yuko miongoni mwao. Basi mfalme Nebukadneza anamuweka mjomba wa Yehoyakini, Matania, kwenye kiti cha enzi cha Yuda. Anabadilisha jina lake kuwa Sedekia. Sedekia anatawala kwa miaka 11. Na tena ungedhani angepata ujumbe kwamba Mungu alikuwa analeta hukumu juu ya Yuda na unahitaji kutubu. Lakini badala yake, mstari wa 19 unatueleza kwamba naye pia alifanya maovu machoni pa Bwana. Yaani, unaweza kuwa mpumbavu na mkaidi kiasi gani? Kweli, yeye ni mpumbavu kiasi cha kurudia kosa la Yehoyakimu, kwa sababu katika simulizi sambamba katika mbili Mambo ya Nyakati 36 na mstari wa 13, tunaambiwa kwamba naye pia aliasi dhidi ya mfalme Nebukadneza. Alifanya shingo yake kuwa ngumu na kuufanya moyo wake kuwa mgumu dhidi ya kumgeukia Bwana Mungu wa Israeli.
Kitabu cha mbili Mambo ya Nyakati sasa kinaingiza tamko hili la muhtasari wa huzuni hapa katika mistari ya 15 na 16, likituelezea uasi sio tu wa mfalme wa Yuda bali pia wa watu wa Yuda. Bwana Mungu wa baba zao aliwatuma kwao mara kwa mara kupitia wajumbe wake, kwa sababu alikuwa na huruma juu ya watu wake na juu ya makao yake. Lakini waliendelea kuwadhihaki wajumbe wa Mungu, wakidharau maneno yake, wakidhihaki manabii wake, hadi ghadhabu ya Bwana ilipoinuka dhidi ya watu wake, hadi hakukuwa na tiba. Nikuambie, hatimaye wameketi kwenye meza ya karamu ya matokeo. Hukumu ya Mungu inakuja kwa njia ya jeshi kubwa la Babeli, wakati mwingine huitwa Wakaldayo katika maandiko. Sasa wanazunguka na kuzingira mji wa Yerusalemu ili kuufisha kwa njaa. Katika wasilisha sasa hapa nyuma katika mbili Wafalme sura ya 25 tunaambiwa katika aya ya 3, njaa ilikuwa kali sana katika mji kiasi kwamba hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. Mfalme Sedekia hata anajaribu kutoroka Yerusalemu usiku, lakini anakamatwa. Aya ya 7 inarekodi kwamba wanawe wanauawa mbele ya macho yake, kisha anapofushwa na kupelekwa Babeli. Kuanguka kwa Yerusalemu pia kunafafanuliwa katika akaunti sambamba katika mbili Mambo ya Nyakati 36 na aya za 17 hadi 19. Kwa hiyo Mungu akawaletea mfalme wa Wakaldayo ambaye aliwaua vijana wao kwa upanga katika nyumba ya patakatifu pao, na hakuwa na huruma kwa kijana au bikira, mzee au mzee sana. Aliwapa wote mikononi mwake, na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu, vikubwa na vidogo, na hazina za nyumba ya Bwana na hazina za mfalme na wakuu wake, vyote hivi alivileta Babeli. Nao wakachoma nyumba ya Mungu na kubomoa ukuta wa Yerusalemu na kuchoma majumba yake yote kwa moto na kuharibu vyombo vyake vyote vya thamani. Na kwa hayo, wapendwa, Yerusalemu imeharibiwa kabisa. Hekalu limebomolewa hadi chini. Wengi wa watu wa Yuda sasa wameondolewa kutoka katika nchi yao na kupelekwa uhamishoni. Sasa mbili Wafalme na sura ya 25 inaeleza kinachotokea kwa watu wachache waliobaki katika nchi ya Yuda. Na lazima nikuambie, si picha nzuri. Wataendelea kuasi dhidi ya Babeli. Watamua gavana aliyeteuliwa na Babeli juu yao, aya ya 25. Kisha watu hawa waliobaki kwa hofu sasa wanakimbilia Misri. Ingawa Yehoyakini anatendewa vyema huko Babeli, simulizi linaishia kwa huzuni na ufalme wa Yuda umeharibiwa. Watu wamehamishwa sasa kwenda nchi ya kigeni. Na vitabu vya Wafalme na Nyakati vinapokaribia mwisho, mwangaza wa matumaini unaovutia unaonekana. Mistari miwili ya mwisho ya mbili Mambo ya Nyakati sura ya 36. Kwa kweli, songa mbele kwenye kanda, kwa namna ya kusema, hadi mwisho wa ujio wa miaka 70 ya uhamisho wa Yuda huko Babeli. Tunatambulishwa kwa mfalme wa Uajemi anayeitwa Koreshi. Anaenda kuiteka milki ya Babeli. Koreshi atakuwa mtu ambaye Mungu atamhamasisha kuruhusu watu wa Kiyahudi kurudi tena katika nchi yao. Tutaona hilo likitokea kwa njia tunapoendelea na safari yetu ya hekima kupitia vitabu vya Ezra na Yeremia. Kabla ya kumaliza masomo yetu leo, tunaweza kujifunza nini kutokana na anguko la kusikitisha la Yuda? Kweli, kwa jambo moja, tunapaswa kujifunza jinsi dhambi inavyoweza kushikilia mioyo yetu kwa nguvu hadi tunashikilia dhambi hata kufikia hatua ya kujiharibu wenyewe. Sikiliza, njia pekee ya kuepuka utumwa wa dhambi ni kutembea kwa unyenyekevu na utii kwa neno la Mungu. Pia tunapaswa kujifunza somo hapa kwamba Mungu ni Mungu wa haki. Anasema ukweli anapowaambia watu. Anapokuambia wewe na mimi, tutavuna tunachopanda. Pia tunapaswa kujifunza hapa kwamba Mungu ni Mungu wa tumaini na rehema. Licha ya yaliyopita ya Yuda, Bwana atawapa tumaini
la kurudi tena kwenye nchi ya ahadi. Na sisi ambao tunamjua Mungu kupitia imani kwa Yesu Kristo, kwa njia, daima tuna tumaini. Daima tunapata msamaha, rehema. Tunapoangalia ahadi zake za neema, ahadi za msamaha, ahadi za uzima wa milele, kulingana na uaminifu wake, ahadi za amani mioyoni mwetu hata leo. Basi hadi safari yetu ya hekima ijayo pamoja, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.